Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku nyingine tena Jumapili ambao Mungu ametupa neema na nafasi ya kuwepo hapa FPCT Mafiga Galilaya Temple. Ikiwa ni wiki ya Pentekoste, Mungu tumemuona amedhihirika hapa FPCT Mafiga mji kasoro bahari, na mtumishi wa Mungu ameweza kuhubiri somo zuri sana kuhusu Roho Mtakatifu na ahadi zake katika yale ambayo anayafanya katika maisha yetu. Naye alikuwa na haya kusema katika ibada ya leo. Mtakatifu ni nani? Nataka tuangalie asubuhi ya leo. Kama je, mwanadamu unaweza kaishi uliokoka bila Roho Mtakatifu, utakuwa ni mtu wa namna gani? Roho Mtakatifu huitwa Roho wa Mungu. Waebrania 9:14. Kijana wangu yuko wapi? Waebrania 9:14. Roho Mtakatifu huitwa Roho wa Mungu. Maana yake ni Roho wa milele. Nani? Soma. Waebrania 9 kianzia mstari wa 14, maneno ya Mungu matakatifu. Wewe utafungua Warumi 8:9. Amen. Waebrania 9 kianzia mstari wa 14, maneno Mungu anasema, basi si zaidi damu ya Kristo ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa. Si zaidi damu ya wapendwa yake, damu ya Kristo. Ambaye kwamba kwa Roho wa milele, ambayo kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Bwana asifiwe. Amen. Roho Mtakatifu huitwa Roho wa Mungu, ambaye Roho wa Mungu yeye ni wa milele. Biblia imesema. Amen. Yaani Roho wa Mungu ambaye tunasema tunatamani kila mtu awe naye, huyo hana mwisho, anaitwa Roho wa Mungu. Maana yake Roho wa milele, maana yake yuko kila mahali. Bwana asifiwe. Alafu yuko kila mtu. Ndio maana nasema yeye kwa damu ya Yesu Kristo ambaye ina uwezo wa kusafisha, wa kutakasa. Bwana asifiwe. Amen. Huyo Roho wa Mungu ambaye ni wa milele alikuwepo toka wakati wa Agano la Kale mpaka leo. Jamani, amina. Manake huyo ni wa milele. Roho Mtakatifu akikaa ndani ya mtu hatatoka kwenye maisha yake. Alimradi usijichafue. Hapa Biblia inasema Roho wa Mungu yeye ni Roho wa milele ambaye ana uwezo wa kutakasa mambo yote. Amen. Maana yake ukiwa umeokoka, nguvu ya Roho Mtakatifu ikiwa ndani yako, dhamiri yako inakuwa hai, dhamiri yako inafanya kazi. Jambo lolote likitokea, Roho wa Mungu anakwambia kama indicator. Bwana asifiwe. Kazi ya Roho Mtakatifu ni kama vile gari inavyoendesha indicator. Yeye ni wa milele, anapokaa ndani yako, yeye ndiye kiongozi, yeye ndiye mwalimu, yeye ndiye anayeweza kukwambia nenda spidi hii, punguza spidi hii. Haleluya. Jumatano nikasema, kwa nini kanisani tuna watu ambao ni wachanga, tuna watu ambao hawaelewi? Kwa sababu wako watu ambao wako ndani ya kanisa lakini hawana nini? Roho wa Mungu ndani yao. Yaani mtu anaimba, ni mwimbaji wa Adonai, mwimbaji la JC, ni mwimbaji wa praise, anaimbisha watu lakini yeye mwenyewe hana nini? Hana Roho wa Mungu. Watu wanapomwagika kunena kwa roho, kunena kwa lugha, yeye anawaangalia wenzake, wakati yeye ndiye ameshughulika kushusha uwepo nani? Uwepo wa Mungu. Roho Mtakatifu anapokaa ndani ya mtu. Ndio maana wakati mwingine ukiokoka usiwe mbishi sana. Ukiona mtu amekugomea jambo fulani, Roho Mtakatifu anakuambia tulia tu, Mungu atafanya. Jamani, amina. Watakatifu amina. Watakatifu amina. Mwambie mwenzako unajaa Roho Mtakatifu. Mwambie umejaa Roho Mtakatifu. Umejaa Roho. Mshike mkono, mwambie umejaa Roho Mtakatifu. Umejaa Roho. Biblia inasema aliyejaa Roho Mtakatifu hatendi nini? Dhambi. Jamani, amina.
Ukiona mtu anafanya dhambi, maana yake nguvu ya Roho Mtakatifu ndani mwake haifanyi wapendwa, haipo. Maana Roho Mtakatifu ni kama indicator, inaweza kukwambia kuna hatari mbele. Unamkumbuka mtu mmoja anaitwa nani? Kaini. Kaini aliambiwa hivi, kwa nini usifanye wapendwa? Usitende vyema. Kaini akaambiwa, kwa nini unataka kumuua nani? Ndugu yako. Huyo ni Roho Mtakatifu alikuwa anamwambia. Lakini Kaini. Lakini kuna mtu mwingine anaitwa nani? Yusufu. Jamani, haleluya. Yusufu ameingia kwenye mtego. Mimi kuna mtu anasema nilizini kwa bahati mbaya. Weka tubu tu, maisha yaendelee. Swala kuzini kwa bahati mbaya huwa alipo. Maana tuna mfano mzuri anaitwa nani? Anaitwa nani wa vijana? Anaitwa nani vijana? Sasa kama binti anakupigia usiku, anasema njoo niombee tumbo langu, halafu Roho wa Mungu hayuko ndani yako, unaenda kichwa mpaka kwa binti yule, wewe unajielewa kweli? Yaani Roho Mtakatifu anakutoa Kihonda unakuja mpaka huku, kweli Roho wa Mungu yuko ndani yako? Kwa nini usigeuzie njia panda ukarudi nyumbani? Jamani, amina. Watakatifu, amina. Roho Mtakatifu anakuongoza, anakusaidia, anakuelekeza. Maana yeye ni roho wa nani? Ni roho wa Mungu, halafu ni roho wa milele. Yaani wewe kabla hujakuwepo alishajaa. Wewe jua sana kazi ya Roho Mtakatifu, ndiye aliyetuumba. Maana wakati wanatuumba kulikuwa na Mungu Baba, Mungu Mwana, jamani, Mungu Roho Mtakatifu. Tunarudia tena. Mungu Baba. Tuna nafsi ngapi jamani? 3. Yaani kuna Wakristo hawajui nafsi, si ndio? Hiyo nani kifungu tutafundisha siku nyingine. Kuna nafsi ngapi zile hai jamani? Jamani, ngapi watakatifu? 3. Nafsi ya kwanza Mungu Baba, mzee wa siku, si ndio wapendwa? Amen. Nafsi ya pili Mungu Mwana. Mungu Mwana. Nafsi ya tatu Mungu Roho Mtakatifu. Ukikutana wale wenzetu wa hivi wanakubana hapa. Siku moja wakanibana wakati nimeokoka tu. Wewe Mungu amekuwa kwa ngapi Mungu? Kama Mungu yuko mmoja, mbona mnasema wako watatu? Kaambia hapana. Alafu nikapata kamfano kakaje tu kwa neema tu. Pap! Nikasema huu ni muhogo. Unaweza nikaba huu ni muhogo. Kuna ganda, kuna muhogo mwenyewe, kuna nini? Kuna mzizi. Sasa unaitwaje huo? Jamaa unaitwaje huo? Umewahi kufikiria kitu? Kuna ganda la nje, si ndio? Kuna muhogo, alafu kuna nini? Lakini jina linaitwa nani? Unaweza kutenganisha vikao pamoja? Hai pamoja. Ni kama unaposema Mungu Baba, Mungu Roho Mtakatifu na Mungu Mwana, unazungumza mtu mmoja. Nafsi ile faida wapendwa, ndio hai. Hao ndio waliotumika kututengeneza sisi, wakatuumba sisi na tufanye mtu. Kwa nini? Kwa sura na nini wapendwa? Yaani wewe ni sura ya Mungu. Haleluya. Wewe ni sura nani? Sura ya Mungu. Usifike mahali ukajikataa, usifike mahali ukajani mbaya. Wewe ni sura ya Mungu, sura ya Roho Mtakatifu anayekaa ndani yako. Yesu Kristo anayekaa, yaani wewe ni mzuri. Amen. Nasema tena wewe ni mzuri. Amen. Nasema tena wewe ni mzuri. Amen. Roho Mtakatifu yuko kwako. Mungu Baba yuko Mwana. Mungu Mwana yuko ndani yako. Wewe ni mtu wa muhimu sana. Na ndio maana mimi nawaambiaga hivi, mimi nikishindwa mtu akunitiaga moyo, naanzaga mwenyewe. Leo nimevaa suti nzuri. Ukisubiri watu wakusifie, utakufa mapema. Kwanza ndani yako yuko Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu nani? Roho Mtakatifu. Halafu nakuja kupigilia suti. Hivi kuna mtu mheshimiwa kama wewe? Jiangalie mwenyewe. Jiangalie afu mwambie mimi nafanana na Mungu. Jiangalie. Duniani kuna mambo mengi, duniani kuna vitu vingi. Watu wakizaliwa wanasema yana mapengo, ananundu, ana vitu mbalimbali. Wapo wachunguzaji, akifika tu umezaa mtoto anaona anaanza kuchunguza vidole, lakini Mungu hayuko hivyo. Yaani wote hapa tuko vizuri. Tuko safi. Haijalishi unapoa namna gani, uko vizuri. Unalipa na change inafaje? Inabaki. Mwambie mwenzako wewe ni mzuri. Mshike mkono mwambie wewe ni mzuri. Wewe ni mzuri. Mwambie Roho Mtakatifu aliyekuumba
Roho Mtakatifu aliyekuwa anakufaa. Mwambie tena wewe ni mzuri. Kuna watu mko hapa mmekata tamaa. Mnaona kifo mbele yenu. Katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu aondoe kifo mbele yako. Amen. Jamani, haleluya. Amen. Kuna watu mnaota ndoto za kufa. Ndoto za kuondoka, uondoke ende wapi? Una miaka 30, umezaa watoto 9, unamwachia watoto 8. Tulia, Roho Mtakatifu kwa ndani yako. Hayo ni maisha tu yanapita. Iko nguvu ya Mungu ambaye yeye ni mfariji wa kila jambo. Hata kama unapita kwenye uvuli wa mauti, nguvu ya Roho Mtakatifu itakupandisha, itakuinua. Amen. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, kata tamaa, kuna kwisha. Anasema ametuumba yeye mwenyewe. Jamani, amina. Tulikuwa mahali fulani tukasoma na mtu mmoja mfupi. Jamaa mmoja akamwambia, wewe Ndunje hujambo? Tukaona mesi akuja kula chakula. Asubuhi, chai ile, mchana kuja jioni, nikamfuata. Shida nini? Aje, kwa kweli nimeumia. Shida nini? Nikasema, hivi miongoni mwa watu wote mimi kwa nini nipewe jina la Ndunje? Nikaba Roho Mtakatifu aliyekuumba hivi alitaka kuonyesha yeye ni Mungu mwenye kutengeneza miundombinu ambayo mwanadamu hawezi kuitengeneza. Wewe angalia tinzu yote ni warefu hapa, lakini peke yako namna hii, manake ni sample ya peke yake ambayo haipo nyingine. Sisi wote tunapiga sauti kwako. Akasema kweli. Jamani, amina. Jioni akaamka kwenda kula chakula. Alafu anatembea namna hii. Alafu ngaba, kamanda, nenda kapakue chakula. Kesi imeisha. Kila mwanadamu anataka kutiwa moyo. Sawa sio sawa? Hakuna mwanadamu asiyefanya penda, asiyependa kutiwa moyo. Hata wewe unataka kutiwa moyo. Na ndio maana ili usife mapema, huu unaanzaga mwenyewe. Sema, nimejenga nyumba nzuri katika Roho Mtakatifu ameniwezesha. Nimepata mume mzuri, Roho Mtakatifu ameniwezesha. Bwana asifiwe. Baada ya kumsikia mtumishi wa Mungu na mambo mengi aliyoweza kueleza katika ibada ya leo, tumepata nafasi ya kuzungumza na washirika. Nipo hapa na washirika baadhi. Dada, Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Ningependa kujua katika ibada, kwanza umependeza, nimefurahi kuona katika muonekano mzuri. Unaizungumzaje ibada ya leo? Kwanza nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa ibada ya leo. Ilikuwa ibada nzuri sana. Tumejifunza neno zuri ambalo linahusu Roho Mtakatifu. Unadhani ni kitu gani hasa ambacho ungependa kushare na wale wanaokutazama kuhusu Roho Mtakatifu na nguvu zake na namna anavyofanya kazi katika maisha ya watu? Amina. Roho Mtakatifu kwanza ni roho wa neema. Roho Mtakatifu anatufundisha mambo mbalimbali. Ukiwa na Roho Mtakatifu kila kitu kinaenda sawa, kwa sababu hauendi kwa akili zako. Unaongozwa na Roho Mtakatifu, anakuwa ndani yako. Maisha yako yote yanakuwa yanabe controlled by Roho Mtakatifu. Bwana, maisha yako yanabe controlled by Roho Mtakatifu. Ni neno zuri sana kutoka kwa dada yetu Sara. Mungu akubariki sana. Amina, nashukuru sana. Uwe na weekend njema. Asante na kwako pia. Amen. Wanaendelea kuonekana kabisa hapa hivi. Nipo na mdada fulani ambaye ni mdada pia yuko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Unaendeleaje? Naendelea vizuri. Tungependa kukufahamu, unaitwa nani? Naona umependeza. Ni nani hasa tukufahamu zaidi? Naitwa Catherine Flavian. Ni mshirika wa Mafiga, nimeokoka na mpenda Yesu. Unaitwa Kate, ni mshirika wa Mafiga, unaokoka na mpenda Yesu. Okay. Katika ibada ya leo ni kitu gani ambacho ungependa kushare na wanaokutazama kule kwamba ibada ya leo ilikuwa nzuri kwa namna moja ama nyingine, 1 2 3, ni kitu gani hasa? Kwa habari ya ibada ya leo tumefundishwa habari ya Roho Mtakatifu. Tukaelezwa kazi ya Roho Mtakatifu. Ya kwanza ni msaidizi, ni roho neema, ni roho mfariji ambaye katika matatizo tukikutana naye tunaweza tukamwita Roho wa Mungu na akatusaidia, akatufariji katika shida mbalimbali. Bwana, hayo ndio yaliyojiri katika ibada ya Mafiga. Mtumishi wa Mungu ameeleza vizuri kabisa katika leo ambayo amejifunza. Mungu akubariki sana. Amina. Amen. Tupo hapa Mafiga tukiendelea kuongea na washirika katika ibada ya leo. Na hapa bwana nimekutana na kijana mmoja. Bwana, Bwana Yesu asifiwe. Umependeza sana kaka. Nashukuru sana. Ndio, unaendeleaje? Mungu ni mwema, niko vizuri. Mungu ni mwaminifu sana. Watazamaji wangependa kufahamu wewe ni nani. Naona umepiga kinanili fulani hivi kama karibu sana kaka. Amen. Naitwa Lutu Eliudi Samson, mtumishi wa Mafiga Galilaya Temple.
Bwana Lutu, katika ibada ya leo ni kitu gani hasa ambacho umeweza kujifunza na umetoka nacho katika ibada ya leo? Amen, nashukuru sana. Cha kwanza mtu anayenitazama ajue leo ilikuwa ni kilele cha wiki la Pentekoste na tulikuwa na somo ambalo lilikuwa linahusu hasa Roho Mtakatifu ni nani. Kwa sababu hata Biblia yenyewe inatuambia tusipoenenda kwa roho kama hatuwezi kuzishinda tamaa za mwili. Kwa somo la leo nimejifunza vitu vingi na nimejifunza kwamba Roho Mtakatifu ni nani. Roho Mtakatifu ni ahadi yetu. Roho Mtakatifu ndiye mwongozo, ndio dira ya maisha yetu, na bila Roho Mtakatifu sisi hatuna maisha. Yaani mtu bila Roho Mtakatifu ni sawa sawa anasema na box ambao ulipo wazi, likipigwa teke litaenda mbali. Amen. Ubarikiwe sana mtumishi wa Mungu katika somo la leo. Baada ya kusikia watumishi wa Mungu na yote yaliyojiri katika ibada ya leo, mimi ni rafiki Gerald Zungu kutoka FPCT Mafiga. Endelea kufuatilia akaunti zetu, ungana nasi katika platform zetu za YouTube, Facebook pamoja na maeneo mengine yote, utatupata FPCT Mafiga Media. Mungu awabariki sana.